baskeli. Lete baskeli yangu hiyo hapo. Unaweza ukawa na ibada chache sana za kuonekana na watu, lakini kama mahusiano yako na madhabahu kuu yako vizuri, wataendelea kuona maendeleo yako. Unajua kwa nini Daniel alikuwa anafungua madirisha kuelekea Yerusalemu? Ndiko ilikuwa madhabahu. Ilikuwa ni kuonyesha madhabahu iko Yerusalemu, lakini huko alikokuwa anaabudu ilikuwa ni madhabahu ndogo. Alipokuwa akipiga magoti mara 3, mpaka tunaona mfalme anamlilia, anasema, Mungu unayemtumikia daima amekuokoa na hao simba. Sauti ilikuwa ni moja tu, mfalme uishi milele. Kwake huyu Mungu ninayemtumikia sikuonekana nina hatia. Kwa hiyo nataka na wewe uelewe kwamba madhabahu kuu ndio iko hapa, lakini huko nyumbani kwako, huko kazini kwako, lazima uweko na madhabahu nyumbani kwako. Unaamka usiku saa 8, unawasha taa yako pale, umeweka na kiangu, unawasha taa zako pale, unaanza kumwabudu Mungu wako, unalitia jina la Mungu urejesho nyumbani kwako. Wakati wafunga majini wanavukiza kwenye vyumba vyao kabla wajaenda kwenye kazi. Unawaona wako smart sasa hivi mitaani, wako kwenye saluni kubwa, lakini wana madhabahu zao, na ukiwakuta wameingia kwenye madhabahu zao ni ajabu. Ndio alishaambiwa hivyo. Sasa wewe Mungu wako mstaarabu, Mungu wako wewe ni mtanashati, Mungu wako wewe ni msafi, nataka usome tena, akamjengea madhabahu nani? Bwana aliyemtokea. Huyu Bwana aliyekutokea akakupa afya, aliyekutokea. Unajua hauko hapa kwa akili zako, kuna vile unaelewa.